Mimi naitwa Jafari Saidi. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Shimuta, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa ligi ya michezo ya wafanyakazi mkoa wa Dar es Salaam, inaitwa Dar es Salaam Staff Sports League. Wote tunafahamu kwamba shirikisho la michezo ya mashirika ya umma, taasisi na makampuni binafsi Tanzania, Shimuta, linaelekea kwenye uchaguzi wa kuwapata viongozi kwa kipindi cha miaka 4 ijayo, baada ya wale waliokuwepo kumaliza muda wao. Kwa hiyo hiki ni kipindi muhimu kitakachoamua Shimuta inaelekea wapi. Ndio maana kutokana na umuhimu wa kipindi hiki, nikaona nitumie nafasi hii kutoa maoni yangu na mtazamo wangu juu ya masuala yanayohusu uchaguzi tunaokusudia kuufanya siku ya kesho. Kwa hiyo hapa nitatoa maoni machache yanayohusiana na uchaguzi tunaokwenda kuufanya kesho. Kwanza mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza wote waliojitokeza kuchukua fomu, lakini pia na wote waliopitishwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Huu ni uchaguzi wa kidemokrasia. Tunataka kuona kunakuwa na demokrasia ya kweli, lakini pia kunakuwa na ushindani ili tupate viongozi wazuri. Kwa hiyo wote waliojitokeza, kwa kweli bila wao kujitokeza maana yake tusingekuwa na uchaguzi. Lakini jambo la pili, nitaka niseme maoni yangu kuhusu nini naona katika uchaguzi huu. Kitu cha kwanza, mimi ni muumini wa ukomo wa kuongoza. Mimi si mtu nayeamini kwamba kuna viongozi inabidi wakae muda mrefu sana. Mimi ni mtu ambaye naamini kwamba viongozi wanapaswa kubadilika kadri ambavyo nyakati zinakwenda. Na umuhimu wa kufanya mabadiliko ya mara kwa mara ni kukidhi mahitaji ya nyakati. Kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya michezo ya taifa, imeweka ukomo wa namna mbili: ukomo wa miaka 8 au ukomo wa miaka 9. Kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya michezo ya taifa, kiongozi yoyote wa mashirikisho na vyama vya michezo atakayekwenda muda mrefu zaidi unapaswa kuwa miaka 9, ili sasa kuhakikisha kwamba hivi vyama havigeuki kuwa mali za watu. Kwa hiyo mimi maoni yangu ya kwanza, kiongozi yoyote, hasa viongozi wa juu, ambaye kuchaguliwa kwake kutamfanya hudumu kwa kipindi kinachozidi miaka 9, mimi kwa unyenyekevu mkubwa ninawashauri wajumbe wa halmashauri kuu, kiongozi wa namna hiyo tusimchague. Kwa nini? Kwa sababu inafika mahali huwezi kuwa na jipya. Kama binadamu umepata nafasi ya kuhudumu kwa muda miaka 6, 7, kusema kwamba kuna jambo jipya unaweza kulifanya kwenye mwaka wa 8, wa 9, wa 10 huko, kibinadamu hilo sio jambo la kweli. Unahitaji kuleta viongozi wapya watakao kuja na nishati mpya, watakao kuja na maono mapya, na watakao leta fikra mpya za kuyasukuma mambo yale yale. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mimi naamini mtu yeyote ambaye kuchaguliwa kwake kutamfanya aongoze shirikisho la Shimuta kwa zaidi ya miaka 9, mtu wa namna hiyo, ninawashauri wajumbe wenzangu wa halmashauri kuu, mtu wa namna hiyo tusifikirie kumchagua kwa sasa, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna jambo jipya ambalo atalifanya ambalo ameshindwa kulifanya miaka yote aliyokuwepo. Hiyo ni nukta yangu ya kwanza. Lakini pia nafahamu kuna nafasi nyingi zinagombewa, na mimi nitatoa maoni kwa nafasi mbalimbali. Na kwa kuanzia, kwa sababu ya umuhimu wa nafasi ya katibu mkuu wa Shimuta, ambaye ndiye mtendaji mkuu wa shirikisho, mimi nataka nayo niseme kwa kuanzia, nianze na eneo hilo la katibu mkuu wa Shimuta. Katibu mkuu ndiyo mtendaji mkuu.
anapaswa kuwa ni mtu ambaye kwanza awe na muda wa kutosha wa kufanya kazi za shirikisho. Wakati sisi wengine tunaendelea na mambo mengine, yeye anaendelea kupambana kusukuma mambo ya shirikisho. Kwa hali ya kawaida tulipaswa kumwajiri mtu ambaye yeye angekuwa anafanya kazi ya kusukuma masuala ya SHIMUTA wakati wote. Lakini kwa sababu hatuna huo uwezo kwa sasa, mtu tunayemchagua, tukiulizwa huyu mtu ana muda wa kutumikia shirikisho, wote tuseme naam, huyu mtu ana muda wa kutumikia shirikisho. Kwa dhati kabisa, yani wote watu wote wanaogombea tunawafahamu. Kwa hiyo muhimu sana kuwa na mtu ambaye kweli ana muda wa kulitumikia shirikisho. Sasa kwa taarifa nilizonazo, wanaogombea hii nafasi wako wawili. Mmoja anaitwa Frederick Ezekiel Sintau, na nimesikia pia na mwingine anaitwa Masinda, katibu mkuu aliyekuwepo ambaye tayari amehudumu vipindi viwili. Sasa mimi huyu Masinda na Sintau, kwanza wao ni marafiki. Na si tu marafiki, hawa ni mashemeji, ni familia. Lakini wao wameamua kuweka urafiki pembeni, wameamua wote kwa pamoja kwenda kwenye uchaguzi. Sasa mimi pia hawa wote ni marafiki zangu, ni watu wangu wa karibu ambao tumeshirikiana kufanya mambo mengi. Lakini kwa sababu wao wameamua kuweka urafiki pembeni, pia na sisi tunalazimika kuweka urafiki pembeni. Sasa tunalitanguliza mbele shirikisho la SHIMUTA ambalo lilikuwepo kabla mimi sijakuwepo na litakuwepo hata sisi wengine baada ya kuondoka. Kwa sasa hapa tunaiweka SHIMUTA mezani, urafiki, mahusiano tunayaweka pembeni. Mimi nikiwatizama hawa watu wawili, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, naomba niwashawishi kwa unyenyekevu mkubwa, twendeni tukamchague Frederick Ezekiel Sintau atusaidie kuliongoza shirikisho letu kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Na nitaeleza kwa nini nasema hivyo. Huyu bwana Frederick Ezekiel Sintau, kwanza kama tunaofahamu wote, yeye ni mtaalamu wa michezo, ndio eneo lake la taaluma. Amesoma shahada ya kwanza katika sayansi ya michezo, lakini pia ana shahada ya pili katika sayansi ya michezo. Lakini pia amefanya training mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Fanya training, amekwenda nchi kama Norway, amekwenda kujifunza mambo ya michezo, amekwenda Marekani, amekaa kwa muda wa kutosha. Kwa huyu ni mtaalamu wa michezo wa viwango vya juu, sio wa kubabaisha. Na kwa sababu yeye ni mtaalamu wa michezo, maana yake kazi zake za kila siku ni michezo. Tofauti na wengine ambao wao wana kazi zao zingine tofauti. Sasa wakipata muda ndo waangalie na mambo ya michezo. Ila huyu yeye kazi zake ni hayo mambo ya michezo. Na ni mtaalamu wa viwango vya juu kabisa, ambaye mimi binafsi namuona mbali sana katika tasnia hii ya michezo, kwenye level kubwa zaidi ya hii ya hivi sasa. Kwa kwanza ni mtu ana muda kwa masuala ya michezo, lakini ni mtaalamu aliyebobea na wote tunamfahamu. Lakini ni mtu ambaye huwa akiamua kulisimamia jambo analifikisha mwisho.